Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Naitwa Victor Mushi na hapa nakuletea ripoti maalum kabisa ambayo inazungumzia ni kwa jinsi gani maeneo mbalimbali ya Israel ambayo yako hatarini kwa kiasi kikubwa sana kushambuliwa na Wahouthi, huku mengine pia yakiendelea kushambuliwa mara kadhaa kutokana na mzozo Mashariki ya Kati ambao umekuwa ukiendelea kwa kiasi kikubwa sasa kwa kipindi cha muda mrefu. Na Wahouthi wamekuwa wakitekeleza mashambulizi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwaunga mkono wa Palestina ambao wanaonekana kwamba wananyanyasika na jeshi la Israel baada ya kuweza kupokea mashambulizi mengi zaidi kutoka katika jeshi hilo la Israel, ambapo watu wengi ambao wanaathirika ni wakina mama pamoja na watoto. Sasa hii ni ripoti ambayo inazungumzia au inaangazia maeneo makubwa ya Israel ambayo yako hatarini kuwindwa na Wahouthi muda wowote. Sasa hapa eneo la kwanza ni eneo la Tel Aviv na Jaffa. Eneo hili lina umuhimu kiasi gani? Tel Aviv ni jiji la kiuchumi na teknolojia la Israel na linachukuliwa kama moyo wa biashara, fedha na utalii. Jaffa ni sehemu ya kihistoria ya Tel Aviv inayojulikana kwa wakazi wake wa Kiarabu na Kiyahudi wanaoishi pamoja. Jiji hili ni mojawapo maeneo yenye watu wengi zaidi nchini. Kwa hiyo eneo la Tel Aviv na eneo la Jaffa kwanza ni eneo la kihistoria katika nchi ya Israel ukiachana na Yerusalemu, na Tel Aviv ni moja kati ya maeneo ambayo ni makubwa kabisa kwa ajili ya kiuchumi, lakini vile vile masuala ya kiutalii na masuala mengine. Ni eneo ambalo Wahouthi wameliweka target kwa kiasi kikubwa sana na liko hatarini wakati wote, na hata raia wa Israel waishio Tel Aviv wamekuwa na wasiwasi mkubwa sana baada ya kuweza kuhofia labda huenda mashambulizi kadhaa yanaweza kupiga katika maeneo hayo. Na kumekuwa na mashambulizi ambayo mara kadhaa yamekuwa hayakupelekea kuweza kuleta madhara kwa wananchi wa Tel Aviv, bali tu kuna nyakati ambazo kumekuwa na hofu kubwa baada ya mashambulizi kuweza kulenga katika maeneo ya Tel Aviv. Lakini vile vile waasi wa Wahouthi wamekuwa wakilenga Tel Aviv kutokana na umuhimu wake wa kisiasa na kiuchumi. Mnamo Disemba 21, 2024, kombora lililolenga jiji la Tel Aviv lilianguka karibu na eneo la makazi na kujeruhi watu 20. Lakini vile vile ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Wahouthi kufanikisha shambulio lenye madhara moja kwa moja ndani ya mji wa Tel Aviv. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwa jinsi gani Wahouthi wamekuwa wakifanya mashambulizi, ambapo Desemba 21 mwaka 2024 Wahouthi walifanikiwa kurusha kombora na kuweza kuleta madhara na kujeruhi watu karibia 20. Na mashambulizi hayo yalisababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi na wageni, na pia biashara zilifungwa kwa muda, usafiri wa umma ulisimamishwa na huduma za dharura zilifurika kwa wingi sana. Lakini vile vile Tel Aviv imeimarishwa mfumo wa Iron Dome pamoja na mazoezi ya dharura ya wakazi kushuka kwenye makazi ya chini ya ardhi, hapo nikimaanisha maandaki. Kwa hiyo nchi ya Israel kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imeweka mikakati madhubuti kabisa kwa ajili ya kuweza kupambana na mashambulizi mbalimbali, kwa ajili ya kuweza kuwapa elimu wananchi wa Tel Aviv, kwa ajili ya kuweza kuchukua hatua za dharura endapo kunakuwa na mashambulizi kutoka kwa Wahouthi, kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye maandaki kwa ajili ya kunusuru maisha yao. Kwa hiyo ni jinsi gani Israel pia imeendelea kuimarisha ulinzi wa mifumo ya kuweza kudungua makombora ya Iron Dome ambao inatumika nchini Israel. Lakini eneo la pili ni uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Sasa Ben Gurion ni moja kati ya uwanja wa ndege ambao umekuwa ukiandamwa vikali kabisa na Wahouthi, na ni miongoni mwa sehemu muhimu kwa Israel kwa ajili ya uchumi, lakini vile vile ni miongoni mwa sehemu muhimu kwa ajili ya kuleta mchangamano wa watu katika eneo hilo. Sasa huu ni uwanja mkubwa kabisa wa kimataifa wa Israel ukihudumia maelfu ya abiria kwa siku. Na Ben Gurion ni lango kuu la kuingia na kutoka nchini humo. Mnamo Mei 4, 2025, kombora kutoka kwa Wahouthi lilianguka karibu na uwanja huu na kujeruhi watu 6. Lilikuwa jaribio la kupunguza uwezo wa Israel kuwasiliana kimataifa na kuathiri sekta ya utalii na biashara, ambapo safari nyingi za ndege ziliweza kusitishwa na kucheleweshwa. Lakini vile vile hali ya tahadhari ya juu ilitangazwa na vyombo vya habari vya kimataifa viliripoti tukio hilo kwa mapana zaidi, likiongeza shinikizo la kidiplomasia dhidi ya Wahouthi. Lakini vile vile Israel imeweka mifumo ya Arrow 3 na David Sling
ili kupambana na makombora ya masafa marefu ya hali ya juu zaidi. Vituo vya ulinzi vya anga pia vimeongezwa karibu na uwanja huo. Sasa mtazamaji wa Zone Media, Ben Gurion ni moja kati ya uwanja wa ndege mkubwa kabisa pale nchini Israel, na uwanja ambao unategemewa kwa kiasi kikubwa sana katika shughuli ambazo Israel inazifanya kuunganisha taifa lake na mataifa mengine, kwa sababu hata watu wamekuwa wakitumia uwanja huu wa ndege kwa ajili ya kuweza kusafiri, lakini vile vile umekuwa ni uwanja ambao ni kitivo kikubwa kwenye masuala ya kiuchumi katika nchi ya Israel. Sasa Wahuth kupitia kampeni yao ya kuweza kushambulia nchi ya Israel pia wamelenga sana katika uwanja huu wa ndege wa Ben Gurion, ambao muda wote Israel imeweza kuimarisha ulinzi kwa ajili ya kuleta usalama katika uwanja wa kimataifa Ben Gurion katika nchi ya Israel. Sasa hilo ni eneo la pili, na kwenda eneo la tatu. Eneo la tatu hapa ni eneo la Haifa. Eneo la Haifa, kwanza kabisa nikukumbushe mtazamaji, kipindi ambacho mzozo kati ya Hamas, Hezbollah pamoja na Israel, kipindi mapigano yameshamiri katika nyakati za mwanzo kabisa, Haifa ulikuwa ni moja kati ya mji ambao ulikuwa ukilengwa kwa droni mbalimbali. Droni za Hezbollah zimekuwa zikipiga sana maeneo ya Haifa, lakini vile vile hata droni za Hamas zimekuwa zikilenga katika maeneo hayo katika nyakati za nyuma. Sasa eneo hili pia ni moja kati ya eneo ambalo limekuwa targeted au limelengwa zaidi na wanamgambo wa Houthi kutoka pale nchini Yemen. Sasa Haifa ni mji wa tatu kwa ukubwa nchini Israel, na huu ni moja kati ya miji ambayo ni mikubwa nchini Israel, na unaongozwa kwa viwanda na bandari. Ni kituo kikubwa cha usafirishaji wa bidhaa na mafuta. Pia ni makao ya mchanganyiko wa Wayahudi, Waarabu na Wakristo. Mnamo Aprili 23, 2025, wanamgambo wa Houthi walidai kutumia kombora la kasi ya juu la hypersonic kushambulia Haifa. Israel ilisema iliweza kuzuia kabla halijafika, na kusomea tena, hofu kubwa ilienea kwa kuwa kombora la kasi ya juu lina uwezo wa kuvuka mifumo mingi ya ulinzi. Endapo lingefika, lingeharibu sehemu muhimu kama bandari na vituo vya mafuta. Athari za kiuchumi zingekuwa kubwa sana. Sasa Wahuthi hawa bwana wanapatikana maeneo Mashariki ya Kati, na wanaitumia sana bahari ya Sham, wanapenda kuita Red Sea au bahari nyekundu. Sasa na mule wamekuwa wakifanya mashambulizi kwenye meli ambazo zimekuwa zikipita mule kabla ya Marekani kuweza kupunguza kasi ya kuwashambulia Wahuthi. Walikuwa wakishambulia meli za Kimarekani, za Kiingereza, lakini vile vile hata meli za mafuta za Israel pia zimekuwa zikishambuliwa. Na mji wa Haifa ni moja kati ya mji ambao unategemewa kwa kiasi kikubwa sana kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli za kiuchumi kwa kutumia bandari, na maana mafuta, mizigo mbalimbali imekuwa ikiingia na kutoka nchini Israel kwa kutumia mji wa Haifa ambao ni mji wa tatu kwa ukubwa katika nchi ya Israel. Sasa ni moja kati ya eneo ambalo limekuwa likiwindwa vikali pamoja na maeneo mengine na wanamgambo wa Houthi ambao wameendelea kufanya mashambulizi katika eneo la Haifa, lakini vile vile kuzidisha zaidi operesheni zake za kutumia makombora yenye nguvu zaidi, likiwemo kombora la hypersonic ambalo ni kombora hatari ambalo linaogopwa hata na nchi ya Israel kupitia jeshi lake la IDF. Lakini eneo la nne ni eneo la Eilat Rashra. Eneo hili ni jiji la kusini kabisa mwa Israel, lipo kwenye mwambao wa bahari ya Shamu na linahudumia utalii na ni njia ya kimkakati ya usafirishaji wa bidhaa. Pia ni kituo cha umeme cha kuhifadhi mafuta. Maana yake ni kituo cha umeme na hifadhi ya mafuta. Sasa mashambulizi mnamo mwaka 2025, mwaka huu nikimaanisha Januari 14, ni kwamba Houthi walidai kushambulia kituo cha umeme cha Eilat kwa kutumia kombora la cruise. Israel ilifanikiwa kulizuia kabla halijafika katika anga ya taifa hilo. Eilat ni eneo la kimkakati kwa sababu ya ukaribu wake na bahari ya Sham. Shambulio lolote linalofanikiwa linaweza kukata umeme na kuathiri miji mingine ya kusini. Pia linaweza kuvuruga njia za meli katika guba ya Akaba. Vivile mamlaka ya ulinzi ya Israel imeweka rada maalum kwa ajili ya kugundua makombora ya cruise na kufanya ulinzi mkubwa wa bahari na angani kuzunguka Eilat. Sasa Eilat hili ni eneo la 4 ambapo jeshi la Israel pia limekuwa likiimarisha ulinzi kutokana na kwamba wanamgambo wa Houthi wamekuwa wakitarget eneo hili
kuweza kufanya mashambulizi. Na eneo hili lipo kusini kwenye mwambao wa bahari ya Sham. Mwambao wa bahari ya Sham ni eneo ambayo Wahuthi wamekuwa wakifanya doria zake katika maeneo hayo, lakini vile vile wakishinikiza zaidi kutoona meli zozote za maadui zao. Hapa nikimaanisha kwamba nchi za Uingereza, nchi za Ulaya zile, Marekani, lakini vile vile hata Israel, ambao wamekuwa hawapatani kabisa na Wahuthi. Sasa unaona ni kwa jinsi gani Eilat ni moja kati ya eneo ambalo limekuwa na athari za karibu sana kuweza kuathiriwa kwa sababu ya mashambulizi ambayo Houthi inaendelea kuyafanya katika maeneo hayo. Lakini eneo la 5 ni eneo la Jerusalem na maeneo ya karibu. Ndio eneo la mwisho hili. Sasa Jerusalem ni mji mkuu wa Israel na mahali patakatifu kwa dini 3 kubwa duniani. Yaani nikimaanisha Uyahudi, Ukristo na Uislamu. Pia ni kitovu cha siasa na historia ya taifa. Tunafahamu kabisa kwamba Jerusalem ni eneo la kihistoria kwa watu wenye imani na dini wanakuwa wanaelewa nikizungumzia eneo la kihistoria, na ni eneo ambalo lina historia kubwa kutokana na kwamba kubeba ile miiko au misingi ya kiimani ya dini mbalimbali, ambapo hapa kuna dini 3, kuna Uyahudi, Ukristo pamoja na Uislamu. Kwa hiyo mashambulizi mnamo Machi 20, 2025, kombora kutoka Yemen lililolenga eneo hili lilisababisha tahadhari ya hali ya juu. Wakazi wa Jerusalem walilazimika kukimbilia kwenye kimbilio la dharura baada ya alarm kupigwa. Mashambulizi haya hayakufanikiwa kufika, lakini yalizua wasiwasi mkubwa sana. Mbali na hofu ya wananchi, mashambulizi dhidi ya Jerusalem yanaweza kuchochea hasira za kimataifa kwa sababu ya umuhimu wa kiroho wa mji huo. Lakini vile vile hatua za ulinzi ambazo Israel imeweza kuzichukua kwa ajili ya kuweza kuulinda mji wa Jerusalem ni kwamba mji wa Jerusalem unalindwa na mifumo ya Iron Dome, huku majeshi yakifanywa mafunzo ya mara kwa mara ya kujibu mashambulizi ya ghafla. Pia kuna mashirika maalum ya ujasusi yanayofuatilia nyendo za Houthi na washirika wao kama Hezbollah au Iran. Unaona kabisa ni kwa jinsi gani ambapo Israel imeamua kuweka ulinzi mkali kwa ajili ya mji wa Jerusalem, kwa sababu ni mji wa kihistoria ambao umebeba dini kubwa 3 duniani, yani nikimaanisha Uyahudi, Ukristo pamoja na Uislamu. Tunafahamu mambo ya kiimani yalianzia katika mji huu na ni mji takatifu ambapo watu wanakwenda huko kwa ajili ya kuweza kufanya ibada, au wengine wanaita kuna hizi hija hizi kwa lugha nyingine ambazo watu wanaweza wakaita. Lakini vile vile imekuwa ni maeneo muhimu zaidi ambayo Israel inayategemea kwa ajili ya kuweza kuingiza kipato kupitia historia mbalimbali ambazo zinapatikana katika mji huo. Sasa endapo labda Wahuthi wakifanya mashambulizi katika maeneo haya, inaweza kuchochea zaidi mashambulizi makali kuweza kuibuka katika Mashariki ya Kati, ambapo Israel haitoweza kukubali kuona namna gani ambavyo wanaweza kushambuliwa bila wao kuweza kujibu. Kwa hiyo ni kwa jinsi gani Israel imejiimarisha kuweka ulinzi sehemu zote katika maeneo yake kwa ajili tu ya kuweza kufanya utaratibu wa kuweza kuzuia makombora ambayo yamekuwa ni tishio kwa wanamgambo hawa wa Kihouthi kutoka pale nchini Yemen. Mtazamaji wa Zone Media, nimekuletea maeneo 5 muhimu ambayo Wahouthi wa nchini Yemen wamekuwa wakiyatarget kwa kiasi kikubwa sana. Sasa haya ni maeneo 5, japokuwa kuna maeneo mengi zaidi. Katika ripoti ya leo, mtazamaji, na imani utakomweza kufahamu ni kwa jinsi gani Mashariki ya Kati Wahouthi pamoja na Israel wanazidi kulumbana kila siku, huku hatua za kuweza kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza zikizidi kuendelea kutafutiwa suluhu katika namna moja ama nyingine. Sasa jiunge nasi hapa Zone Media. Naitwa Victor Moshi, mtangazaji wako kutoka hapa ndani ya Zone Media. Usisahau kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Nikushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku.